tujifunze ujumbe mmoja kwamba namna ufalme wa Mungu unavyofanya kazi pamoja na ndoto. Tusome kitabu hiki cha Danieli sura ya 2 mstari wa 20. Kuanzia mstari wa 20 neno la Mungu linasema, Danieli akajibu akasema, na arihimidiwe jina la Mungu wa milele na milele, kwa kuwa hekima na uweza ni wake. Yeye hubadili majira na nyakati, huuzuru wafalme na kuwamilikisha wafalme. Huwapa hekima wenye hekima, huwapa wenye ufahamu maarifa. Yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Tunajifunza neno hili katika kitabu hiki cha Danieli sura ya 2 mstari wa 22, ambapo tunaona hii sura inazungumzia kwa habari ya mfalme Nebukadreza. Mfalme Nebukadreza wakati aliota ndoto akawafuata ambao walikuwa wanaaminika kwamba wanaweza kufasiri ndoto, walikuwa wanaitwa Wakalidayo pamoja na wenye hekima. Lakini ile ndoto alipowapa taarifa kwa habari ile ndoto, kitu cha ajabu anawaambia kwamba nimeota ndoto lakini nimeisahau. Ninataka mniambie ni ndoto gani niliyoiota, pia mnifasirie hii ndoto maana yake ni nini. Lakini wale Wakalidayo na wachawi wenye hekima wakashindwa kuifasiri ile ndoto. Wakamwambia mfalme kwamba ni neno la ajabu. Kwa sababu gani? Hii ndoto hatuwezi tukaifasiri. Kwa uwezo waliokuwa nao walishindwa kuifasiri, kwamba ndoto hatuijui, mpaka tujue ndoto ndio tunaweza tukafasiri ndoto. Kwa walishindwa kufasiri ndoto. Amri ya mfalme iliyotolewa ni kwamba waweze kuuawa. Lakini akatokea Daniel akasema kwamba mfalme ampe muda, anaweza akaifasiri ile ndoto. Neno la Mungu linasema Daniel ndipo akaingia kwenye maombi, akaanza kumsihi Mungu pamoja na wenzake kwa habari ya kuomba ili Mungu aifunue ile ndoto ambayo mfalme ameisahau, pamoja na ni maana gani ambayo imefichika katika ile ndoto. Nini ambacho tunataka kuzungumza? Kwamba maisha yetu mara nyingi kuna muda ambao Mungu anazungumza na sisi kupitia ndoto, kama Daniel ambavyo anasema katika mstari huu wa 20, mstari wa 22, anaposema kwamba yeye hufunua mambo ya fumbo na ya siri, huyajua yaliyo gizani, na nuru hukaa kwake. Kwamba katika maisha tulionayo kuna wakati Mungu anazungumza na sisi kupitia ndoto. Kwa kuna wakati zile ndoto ambazo tunaziota tusidharau, kwa sababu kuna wakati Mungu anaachilia ujumbe. Mojawapo ya namna ambavyo ufalme wa Mungu unafanya kazi pamoja na ndoto ni kwamba ndoto huleta taarifa ya kile ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa roho, kuturejeshea sisi ili tujue kwamba ni kitu gani kinaendelea katika ulimwengu wa roho. Ndivyo ambavyo Mungu anazungumza na sisi, kutujulisha namna gani ambavyo tunatakiwa tukae katika habari ya maisha yetu. Mungu anaongea na sisi, anatuletea habari kwa habari ya kutuonya, anatuletea habari kwa habari ya hatima na nafasi tulizozibeba juu ya maisha yetu, anatuletea kwa habari ya uponyaji. Kwa tunapokaa magotini kumwomba Mungu, naye Mungu anajibu. Kuna wakati analeta ndoto, anazungumza na sisi kutujulisha kwamba mwanangu, kinachoendelea katika ulimwengu ni hiki, inakupasa uombe, inakupasa ukae magotini uombe. Kwa kuna wakati ambapo ndoto ikija, usidharau ndoto ilivyo, bali kama gotini muombe Mungu, mshirikishe Mungu ili Mungu afunue kile ambacho kimefichika katika ndoto. Usidharau kama ni ndoto mbaya, ili uweze kukama gotini kuomba na kukemea isitokee, na kama ni ndoto ya baraka, ili ukae uombe mpaka uone matokeo yakitokea. Mungu ni mwenye rehema na neema, ambaye huwa anazungumza na sisi